Uongozi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kumpatia adhabu mshambuliaji raia wa Ghana Johnson Soa, adhabu hiyo ambayo ilikuwa ni kwenda kutumikia timu za vijana kwa muda ambao usiojulikana, kwa maana timu za under 20. Mchezaji huyo ameonekana kwamba kutotii agizo hilo la viongozi wake na ni kuwa sehemu ya utovu wa nidhamu kwa mara nyingine tena. Tunakwenda kuangazia kwenye hili, uongozi wa Simba walikuwa sahihi kwenda kumpatia adhabu Soa, na Soa je, kwa nini amekataa kutii agizo hilo? Naitwa Leopard John, niko hapa Shabel Daniel kwenda kukupitisha ekenagaubaga kwenye sakata hili. Shabel, ni Soa tena kwa maana nyingine, the Black Lion, katika masuala ya utovu wa nidhamu. Kwenye hili unafikiri Soa ni kitu gani ambacho kwenye akili yake anafikiria zaidi na kutowasikiliza viongozi wake ambao ni viongozi wa kimpira, kwa maana viongozi wa klabu ya Simba? Cha kwanza, unajua kila klabu ina taratibu zake, ina miongozo yake ya kinidhamu na masuala ya utumishi kazini. Hata ndani ya Noel TV tuna taratibu zetu, mtu akikosea anawajibishwa kwa muongozo wa kanuni na taratibu za kiutendaji ndani. Kwa hiyo haikuwa tofauti kwa Simba kumwajibisha Jonathan Soa kwa sababu alikosea kama ambavyo alainisha makosa ambayo mchezaji huyu alikuwa anatuhumiwa nayo. Lakini kitu ambacho kimekuja kuwashangaza wengi ni adhabu ile ya kumpeleka kwenye kufanya mazoezi na timu ya vijana chini ya miaka 20. Ni kitu ambacho ni muda mrefu sana si ukisikia akifanyiwa mchezaji wa kikosi cha wakubwa cha Simba senior team kushushwa mpaka chini kwenda kucheza na kufanya mazoezi na timu ya vijana. Hapo ndipo msingi wa matatizo haya yote yanaendelea kati ya Simba na Jonathan Soa. Mzizi wote upo hapo, na ni kweli pitia kuuliza kufuatilia kwenye kamati ile ya nidhamu ya klabu ya Simba, ni kitu ambacho mchezaji kwenye mikataba yao wachezaji wengi wa Simba kwenye mikataba yao hakipo. Na ndio kitu ambacho kimepelekea Jonathan Soa pamoja na miongoni mwa watu ambao wanamsimamia, kuna jamaa anaitwa Jibril Tule, ni miongoni mwa watu ambao kwenye management yake ya mchezaji, amezungumza kwamba hawawezi kumpeleka mchezaji akatrain na timu ya vijana kwa sababu ni kitu ambacho hakipo kwenye utaratibu wao wa uendeshaji wa klabu endapo mchezaji akiwa amekosea. Kwa hiyo hawawezi kumpeleka mchezaji kufanya mazoezi na timu ya vijana kwa sababu ya utaratibu wa Simba. Yaani hakuna mahali ambapo mchezaji akikosea timu ya wakubwa senior team anatakiwa kafanye mazoezi na timu ya vijana. Utaratibu pekee ni wa fine ama akae pembeni mpaka mambo yake yatakapokuwa sawa. Sawa, tuje tuangazie sasa kwenye hili. Yameshazungumzwa mengi kwamba pengine ndio mwisho wa Soa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwenye hili pia, kwa maana uongozi wake kumuunga mkono Soa, tumtegemee Johnson Soa akiendelea kusalia kwenye viunga vya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa msimu ujao? Tukia siku ya kwanza tunalijadili hili swala, hukumu yake ilipotoka kwamba akafanya mazoezi na kulipa fine, nilizungumza hapa nikasema sioni maisha ya Simba na Jonathan Soa beyond msimu huu utakapomalizika. Yaani msimu huu utakapomalizika watakaa chini, watapeana mikono, shukran, thank you, kila mtu achukue 50 zake, kwa sababu mahusiano baina ya klabu pamoja na upande wa mchezaji ni mahusiano ambayo tayari yameshadorora. Yaani yamedorora, ni hapo sawa hata kidogo. Kwa hiyo, na nilizungumza hapa kitu kingine kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kufanya kazi na mtu mwingine katika mazingira ambayo hakuna amani wala hakuna ushirikiano. Kwa hiyo probably msimu utakapoisha kila mtu atachukua 50 zake. Sawa, kwa mchezaji mkubwa kama Soa kwenye profile yake ya soka, kwa adhabu ya kuitumikia timu ya vijana ambayo ni timu junior kwa upande wa klabu ya Simba, unafikiri ni adhabu ambayo uongozi wa Simba walifikiria nini hasa? Pengine wangempa hata wiki kadhaa za kutrain mwenyewe na sio kufanya timu na vijana ambapo viongozi wake wameona kwamba ni sehemu ambayo haikuwa makubaliano. Nafikiri ndio tunarudi kwenye kauli zile kwamba kufukuzaya kwambii toka, ama ukitaka kumua mbwa wako lazima umpe jina baya. Yaani hii yote ni kumkomoa mchezaji. Umeona? Ni kumkomoa mchezaji ili asiendelee kuwa sehemu ya mipango yenu. Kwa hiyo Simba wanafahamu wanachokifanya kwa hiyo mchezaji, na taarifa zilizopo ni kwamba wao hawana mpango naye. Kwa hiyo hichi chote wanafahamu, wanafanya kwa Soa wakijua kwamba hawezi kukubali mchezaji kwa character yake. Yaani ilikuwa ni test of character.
yani unapima imani ya mchezaji, lakini imani ya mchezaji imeonekana kuwa ngangari, ameshindwa kutetereka na ameshindwa kufuata maagizo. Sawa, kwa Soa mwenyewe kwenye hili linaashiria nini hasa? Uongozi umekaa chini, umetoa adhabu ambayo pengine ndio ingekuwa adhabu ya mwisho, lakini nayo pia umeshindwa kuifuata. Kwa Soa yenyewe taswira gani ambayo inajijenga na uongozi wa klabu ya Simba? Taswira ni moja tu, kwamba kama mchezaji angekuwa na nia kuendelea kucheza Simba angefuata ambacho ameambiwa, lakini the moment kwanza alipokataa baadhi ya mashtaka mashutuma ambazo alishutumiwa nazo, alivyokana kwamba sio kweli, wanamchafua, wamsafishe, kuna namna pia naye alikuwa anatuma message kwa uongozi wa Simba kwamba msipofanya ambacho na mimi nakitaka sitakuwa tayari kurudi kucheza kwenye timu yenu. Na Simba nao wameendelea kushikilia msimamo wao wa kuendelea kumwadhibu mchezaji, either atataka kwa adhabu, kwa matukio ya adhabu ambayo wameyatoa, ama hatotaka. Kwa hiyo ni kama vile pande mbili ambazo zinavimbiana, lakini mwisho wa siku mshindi lazima apatikane, na mshindi ile apatikane lazima mmoja akubali kushuka chini. Sasa ndo katika mazingira kama haya hakuna ambaye anatamani kushuka chini. Na siku zote tunasema hakuna mchezaji mkubwa zaidi ya club. Kwa hiyo always club itafanya maamuzi, kiendelea kushikilia msimamo wake. Simba kuna mlango anataka kufungua kwenye hili la Soa, kwa sababu wanajua wao wakivunja mkataba wake watatakiwa mlipe fedha nyingi za kumvunjia mkataba, lakini kwa Soa kukataa maagizo ya club ina maana automatically mzigo wote unamwangukia yeye. Kama umeshindwa kutii matakwa ya club, ina maana automatically kuna muda utapita atakuwa amekaidi ama mtovu wa nidhamu au amtoro kazini, na tunafahamu mchezaji usipoonekana kwenye kituo chako cha kazi bila sababu ya msingi, ina maana klabu inaweza ikakushtaki. Umeona, inaweza ikakushtaki kufungulia mashtaka kama automatically ukawa umejivunjia mkataba wako wa kazi na klabu yako na taasisi ambayo unaifanyia kazi. Kwa hiyo huo ndo mlango ambao Simba hawezi, yani kwa sasa hivi hautosikia kauli yote ya viongozi wa Simba, ila kuna muda wanautenga. Ukishafika huo muda watakuja na statement. Sawa, unafikiri kwa Soa ambacho kimemkwamisha msimu wake na wekundu wa Msimbazi Simba ni issue ya nidhamu pekee na kushindwa kukifikia kile ambacho alikifanya goal 13 kwa nusu msimu? Haijawa issue ya Soa na Simba, haijawa issue ya performance, wala haijawa issue ya yeye kushindwa kufikia target. Huwezi kufikia target kwenye mechi 5 tu za mwanzo. Issue kubwa sana ni masuala ya kinidhamu, lakini issue kubwa sana ambayo imeendelea kuachifua Simba na Jonathan Soa ni kwamba Soa hakuacha, licha kwamba yupo Simba, lakini hakuacha kuendelea kuhusiana na watu wa karibu ambao ni wapinzani wa Simba ambao ni viongozi wa Yanga. Yaani hapo ndipo kutakiwa uchore mstari kwamba sawa, wewe watu wako Yanga viongozi mnaongea, mnasema vizuri, ni ndugu, ni wazazi kama ambavyo wanasema yeye mchezaji, lakini kuwepo kuna mipaka. Yaani kuna vitu sio vya kuzungumza sana, kuizungumzia klabu, kutoa taarifa au kupeleka kule. Hicho ndio ambacho kimechafua klabu kwa huyu mchezaji na kuona kwamba pengine sio mchezaji, sio, yani wamemwona Soa kama sio tofali sahihi la kujenga Simba imara. Sawa, utani kidogo. Nakumbuka kati anajiunga na wekundu wa Msimbazi Simba kuna picha ambayo aliichana pale, akabandika picha nyingine. Kwenye hili watu wanazungumza kwamba pengine laana ndipo ilipoanzia pale. Wewe ile picha ilikuwa ni nani? Kuna picha aliichana pale. Ya nani? Sawa, mtazamaji wa Nolly TV, nikushukuru kwa kuwa nasi mwanzo mpaka tamati mwa The Golden Boot, ambayo hii leo tumeangazia kile ambacho kinamuhusu mshambuliaji wa wekundu wa Msimbazi Simba Jonathan Soa, the Black Lion, miongoni mwa washambuliaji ambao wamefanya utofauti mkubwa kwa msimu uliopita akiwa na Singida Black Stars, kuingia dirisha dogo na kumaliza msimu akiwa na goli 13. Naitwa Leopold John, nilikuwa hapa na Shabel Daniel. Hadi wakati mwingine, nyuma ya kamera ni Yusuf Mpuma. Ciao.